Jenerali Abdurrahman Chiani, rais wa mpito wa Niger, yamkumba kama iliyomkumba mwamba Ibrahim Traore na yanayoendelea kumpata mwamba huyo wa Burkinabe. Rais wa mpito wa Niger Jenerali Abdurrahman Chiani amezituhumu nchi za magharibi hasa Ufaransa kwa kuchochea machafuko ya kigaidi nchini humo kama njia ya kujaribu kulazimisha mfumo mpya wa utawala kinyume na matakwa ya raia wa Niger. Katika mahojiano aliyofanya mwishoni mwa wiki na kituo cha televisheni ya taifa cha RTN, Jenerali Chiani amedai kwamba njama kadhaa zimeweza kuanzishwa dhidi ya Niger kutoka nchi jirani kama Nigeria na Benin, zikisaidiwa na mabaki waliokuwa katika serikali za magharibi zilizofukuzwa nchini humo baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Julai 2023. Amesema mamluki wanaoungwa mkono na mataifa ya magharibi wamekuwa wakikutana Nigeria na katika eneo la Ziwa Chad ili kuratibu juhudi za kuvuruga usalama, ikiwa ni pamoja na kusafirisha silaha kwa makundi ya kigaidi. Ameongeza kuwa Ufaransa imetumia mbinu mbalimbali kuvuruga Niger. Aidha amesema kuwa serikali ya Paris imeunda mitandao ya Kifaransa kwenye ukanda wa Afrika Magharibi, mmoja ukiwa unaongozwa na Jean-Marie Bockel, mjumbe maalum wa Rais Emmanuel Macron kwa masuala ya Afrika, aliyekabidhiwa jukumu la kupinga kueneza ushawishi wa Ufaransa eneo la Sahel. Kwa mujibu wa Chiani, mtandao maalum wa kuvuruga usalama eneo la Sahel, na kwamba mtandao huo unahusishwa na idara ya ujasusi ya Ufaransa DGSE, wanadiplomasia na shirika la Francophone, wakifadhiliwa kwa rasilimali zisizo na kikomo ili kutekeleza operesheni zote za kivuruga zinazolenga kuyumbisha muungano wa nchi za Sahel. Muungano huo unazileta pamoja Mali, Burkina Faso na Niger. Ameongeza kuwa hii pia imelenga kwa kila hali kuharibu uhusiano kati ya nchi wanachama wa muungano wa nchi za Sahel na Russia. Na hii si mara kwanza kwa Chiani kutoa tuhuma kama hizo. Mnamo Desemba pia alisema kuwa Ufaransa ilikuwa inafadhili waasi wanaofanya shughuli zao kuvuruga usalama katika majimbo ya Sokoto, Zamfara na Kebbi nchini Nigeria pamoja na nchini Benin kwa lengo la kudhoofisha mamlaka Niger, na alimtuhumu pia aliyekuwa mkuu wa ujasusi wa Nigeria Ahmed Abubakar Rufai kwa kuyapa makundi hayo mafunzo na vifaa. Mnamo Januari, waziri wa mambo ya ndani wa Niger Mohamed Toumba naye pia alishitumu Ufaransa kwa kutumia mbinu za siri kudhoofisha utawala wa kijeshi mjini Niamey. Na kwa upande mwingine, Russia ambayo Niger, Mali na Burkina Faso zimegeukia kwa ushirikiano wa kiusalama miezi hivi karibuni, imeunga mkono hoja za Niger, ikidai kuwa baadhi ya nchi za magharibi zinafanya jitihada za maksudi kuyumbisha ukanda wa Sahel. Wiki iliyopita, afisa wa wizara ya mambo ya nje ya Russia Tatiana Dovagalenko alitumu Ukraine kwa kusambaza silaha kutoka nchi za magharibi kwa makundi ya waasi barani Afrika na kufundisha mitandao ya kigaidi katika Sahel kama sehemu ya mkakati wa kuvuruga bara lote la Afrika. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Kumbuka, hawa viongozi ambao wanaonekana kuweza kusimamia kile ambacho kilicho sahihi, kulinda rasilimali za mataifa yao, basi moja kwa moja wanaonekana kwamba wao hawafai na kinachowafuata ni kunyemelewa kwa kutaka kuuawa, lakini pia kuvurugiwa mipango mbalimbali, kitu ambacho Ibrahim Traore ambaye huyu ni rais wa Burkina Faso, kijana mwenye miaka 37, aliwahi kulalamikia namna ambavyo pia Ufaransa anafanya kutaka kuweza kumpoteza na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo hii inapelekea viongozi wale ambao wanaonekana maono yao yapo hai na mengineo mengi basi kutaka kuuawa na mambo mengine mbalimbali. Na tukitazama kwa mfano mwamba Ibrahim Traore, naye pia anaonekana kama adui wa baadhi ya mataifa mbalimbali, na kuonekana huko adui inadaiwa ni kwa sababu tu ameonyesha msimamo wake wa kitofauti kuwanyima kula wale ambao walikuwa wanataka kula. Kwa sababu kinachofanyika sasa hivi, mataifa haya ya magharibi ni mataifa ambayo kisoma historia kuja kugundua ni mataifa ambayo yaliingia ndani ya bara la Afrika kwa ajili ya mission moja ya kuweza kuigawanya Afrika, kuifanya vipande vipande ili waweze kuvuna kile kilichomo ndani. Na kwa nini? Je, kwao hakuna migodi? Kwao hakuna ardhi yenye vyakula na kila kitu? Ni kwamba kwao ipo, lakini wanachokifanya ni kwamba lengo lao ni kutaka kulipoteza bara la Afrika. Yako malengo ya kutaka Afrika iweze kuangamia, Afrika endelee kuwa eneo dhaifu sana, lakini kule kwao kuzidi kuwa imara. Kwa hiyo katika ile mifumo ya kutaka Afrika izidi kuwa dhaifu, ndio inapelekea wao kuweka mipango hiyo mbalimbali. Na ndio maana kwa mfano umesikia hivi karibuni rais
So rais huyu ni mkuu moja matajiri wa dunia. Bill Gates amesema atatoa kwa Afrika dola bilioni 200. Sasa ukitazama unakuja kugundua ni kwamba ile bado ni target ya kuendelea kutua kifikra, kwamba tayari inaonekana Waafrika akili zao zimeanza kuwaka. Sasa kinachofanyika ni kuzima ule ufahamu kupitia misaada, kwa sababu siku zote anayekupa msaada basi anafanya ule ufahamu wako usiweze kujitanua, anafanya ule ufahamu wako usiweze kujifikiria zaidi, bali umfikirie yule anayekupa msaada. Na ndio maana ofisi yoyote kaenda katizame sema ambayo bosi amekuwekea hela karibu sana, ukitaka chochote hela akili kiujumla inakuwa haifikiri sana, lakini sehemu ambayo kidogo hela inakuwa changamoto kuipata, akili itakuwa inaanza mbinu nyingine za kupata fedha. Hali kadhalika ndio kitu ambacho wenzetu wanajaribu kucheza na akili zetu wa Afrika, na hii ni kwa sababu bado wanajiaminisha kwamba Afrika bado hatujamachua, Afrika bado tupo katika akili zetu zile zile za karne za nyuma, lakini wanashindwa kuelewa kwamba katika ulimwengu huu wa dunia ambao sasa unapambana na mambo ya akili mnemba, mambo ya haya, ni ulimwengu ambao tayari Waafrika wamebadilika. Waafrika sasa hivi hawataki tena kutawaliwa. Waafrika sasa hivi wanataka wajitawale wenyewe, lakini sio kujitawala wenyewe tu, waongoze mambo yao ya ndani ya mataifa yao wenyewe. Na hata ukitazama yako mataifa ya Kiafrika ambayo yaliruhusu hadi mabeberu waje wasimamie chaguzi zao, lakini huko tunapokwenda baadhi ya nchi zimekataa hilo, zinataka zisimamie chaguzi zao za ndani zenyewe. Na hata kuna nchi zimebadilisha mfumo, wameweka mfumo wanaotaka wao wenyewe, sio mfumo wa kiuongozi ambao unaletewa. Kwa sababu gani? Kuna mtu mmoja niliwahi kumwambia kwamba Afrika au duniani tuna mfumo unaitwa demokrasia, lakini huu mfumo wa demokrasia sio mfumo salama hata kidogo, kwa sababu ukitazama kwa takwimu za kidunia, mataifa ambayo ni kinara wa kusimamia demokrasia kwa tafiti za kidunia sio kinara wa kutekeleza demokrasia, ila ni kinara wa kusimamia. Yani sawa na askari aseme, akwambie wewe acha kuvuta bangi, kuvuta bangi ni kosa, nitakuweka ndani, alafu yeye askari unamkuta baada hapo anakunya fanaenda kwenye kona anavuta bangi. Ndio hivyo wanachofanya mataifa ya magharibi, wanaweka sheria ambazo wao wenyewe hawezi kuzifuata, wanatuletea mifumo ambayo wao wenyewe imewashinda. Sasa kwa takwimu za dunia uone kichekesho ni kwamba mataifa ambayo angalau yanatekeleza demokrasia kwa usawa, angalau ni moja mataifa kama Norway na mengineyo. Lakini ukiangalia taifa ambalo ni kinara, ambaye ni polisi wa dunia kwa ajili ya kuweza kucontrol demokrasia, ukienda hivi kidogo unasikia hujafuata demokrasia, vyama vya kisiasa vikizunguka huko na huko vinakimbilia huko, sio na nini, ni taifa la Marekani ambalo halitekelezi demokrasia licha kwamba yeye ndo msimamizi mkuu wa demokrasia. Kwa hiyo ikiwa na maana Afrika ili kuweza kupona, kuna haja ya kuua mfumo wa kidemokrasia na kuleta mfumo mwingine ambao huo mfumo utakaotumia, ikiwezekana hata mfumo wa jamaa ambao ndo mfumo ambao ungeweza ukasaidia taifa hili la au mabara haya, bara hili la Afrika kusonga mbele, kwa sababu demokrasia imekuwa ni umwagikaji wa damu. Nenda pale Kongo, kwa sababu ya demokrasia mambo yanaendelea, lakini kungekuwa hakuna demokrasia yale mambo yasingekuwepo, yangedhibitiwa. Lakini nenda angalia mataifa ambayo hakuna demokrasia, namna ambavyo yanasonga mbele. Angalia taifa kama la China, angalia taifa kama la Russia, wameweka mfumo wao ambao wao wanaweza. Yani katika mifumo hii ya kiuongozi nadhani ni sawasawa na masuala mazima ya mahusiano. Naweza kufananisha mfumo wa kiuongozi na mfumo wa mahusiano. Naweza kufananisha na swala zima kwenye mahusiano, swala zima la ndoa. Kwenye ndoa, ili wewe uweze kusurvive kwenye ndoa, usiishi maisha ya wale, ishi maisha ya kwenu. Namna ambavyo wewe na mkeo au wewe na mumeo mnajua kabisa sisi tuko hivi, kwa hiyo tunapaswa kuishi hivi. Ukiiga ya wale, hasa kwenye ndoa, tatizo linakuwepo. Kwa ukiangalia ndoa nyingi zinavunjika au changamoto inakuwepo kwenye mahusiano, kwa sababu asilimia kubwa wanaishi maisha ya wale, sio maisha yao. Kwa hiyo nakuta wale ndo wapo kwenye ndoa yao na wale hawapo kwenye, wale hawafuati yao ya wale. Si umeelewa hadi hapo? Kwa hiyo hichi ndio kipo pia kwenye swala zima la demokrasia, kwamba demokrasia ni kitu ambacho
sisi tunakiiga, lakini hatujawahi kukaa chini na kutafakari kuona ni mfumo gani ambao tunaweza tukautumia. Kwa hiyo bado Afrika inatawaliwa kwa njia au kwa kiza cha kidemokrasia, na ndio maana wanapoibuka wale ambao tunasema ni watetezi kama kina Ibrahim Traore, makamanda yule wa Niger, Mali, Guinea, tunasema wale ni madikteta. Na ndio maana tunaona mfumo anaofanya mtu kama Paul Kagame tunasema ni udikteta. Lakini ukitazama ndani ya taifa lake wana feel comfortable. Wakosoaji lazima wanaibuka kwa sababu ya huo mfumo wa kidemokrasia. Kwa sababu nenda kachimbue sehemu yoyote, mfumo wa demokrasia sio mfumo wa kimungu. Nimemaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.